Iran imetoa onyo kali kwa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE baada ya kuibuka kwa taarifa mpya kuhusu madai ya ziara ya siri ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu nchini humo wakati wa kampeni ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Tehran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisema Tehran ilikuwa tayari inafahamu kuhusu ziara hiyo kupitia vyombo vyake vya usalama kabla haijawekwa wazi hadharani. Netanyahu sasa ameweka wazi kile ambacho vyombo vya usalama vya Iran vilikuwa tayari vimewafikishia viongozi wetu muda mrefu uliopita, aliandika Araghchi kwenye mtandao wa X. Hata hivyo, Araghchi hakueleza kwa nini Iran haikuweka taarifa hizo wazi mapema licha ya kudai kuwa tayari ilikuwa na taarifa hizo kwa wiki kadhaa. Katika ujumbe wake, Araghchi alionya UAE dhidi ya kile alichokiita ushirikiano na Israel dhidi ya Iran. Uadui dhidi ya wananchi wazuri wa Iran ni kamari ya kipumbavu, alisema. Kushirikiana na Israel kufanya hivyo hakutasameheka, aliongeza. Kauli hiyo imeongeza mvutano mpya katika Mashariki ya Kati, huku taarifa zikianza kujitokeza kuhusu kile kinachodaiwa kuwa ziara ya siri ya Netanyahu nchini UAE. Kwa mujibu wa The Times of Israel, ikinukuu chanzo kilichoelezwa kuwa na taarifa za ndani, Netanyahu alikutana na rais wa UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan katika mji wa Al Ain karibu na mpaka wa Oman tarehe 26 Machi. Chanzo hicho kilisema mkutano huo ulidumu kwa saa kadhaa. Awali, msemaji wa zamani wa Netanyahu Ziv Agmon alisema aliambatana na waziri mkuu huyo katika safari hiyo kwenda taifa la Ghuba. Agmon alisema Netanyahu alipokelewa kwa heshima za kifalme mjini Abu Dhabi na hata kusafirishwa na rais wa UAE mwenyewe kwa kutumia gari lake binafsi kutoka uwanja wa ndege hadi ikulu. Hata hivyo, serikali ya UAE imeendelea kukanusha madai ya kuwepo kwa ziara ya siri. Katika taarifa iliyochapishwa na shirika rasmi la habari la UAE WAM, serikali hiyo ilisema mahusiano yake na Israel yako wazi na hayafanywi kwa siri. Mahusiano ya UAE na Israel yako wazi hadharani na hayategemei mipango ya siri au makubaliano yaliyofichwa, ilisema taarifa hiyo.